Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena watazamaji wetu katika channel yenu pendwa ya Rabta TV, na huu ni mtiririko wa vipindi bora kabisa vinavyopatikana. Muhimu usisahau kutufuatilia na kusubscribe uwe wa mwanzo kupata vipindi vilivyokuwa bora kabisa. Na leo ni siku nyingine tena katika kipindi chetu cha darasani, tukiendelea na mtiririko wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kitabu chetu cha Imam Nawawi Arbauna Nawawi, na leo tunaingia katika hadithi ya 5. Hadithi yetu ya leo imepokelewa na mama wa waumini, mama wa mtoto wa Mtume Abdullah, na isimu mwingine ni Aisha radhiyallahu anha. Qalat, anasimulia anasema, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, man ahdatha fi amrina hadha, yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii, yoyote mwenye kuleta jambo jipya katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo lizusha halina asili, halina mizizi katika dini yetu, fahuwa raddu, basi jambo hilo atarudishiwa mtu huyo. Mpokezi wa hadithi hii ni Imam Bukhari. Imam Muslim naye ana mapokezi yake, anasimulia anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, yoyote atakayefanya jambo katika jambo hilo hakuna mizizi ya dini yetu, basi jambo hilo atarudishiwa. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema mwanzo wa hadithi hizi ni katika hadithi kubwa na muhimu ambazo kwamba tunapaswa tuzisome, tuzielewe na kuzihifadhi. Na uone umuhimu wa hadithi hii, Imamu Nawawi anasema katika sherehe ya kitabu cha Al-Wafi, mtunzi wa kitabu hicho ni Dr. Mustafa Al-Bugha, mwanachuoni kutoka Damascus na Syria, akiwa pamoja na mwenzie. Anaeleza Imam Nawawi alisema, yanbaghi, inatakikana, hifdhuhu, kuhifadhi hadithi hii, wa ishhaduhu, na kuieleza, fi ibtali almunkarat, katika kupinga na kuyakataa mambo yote yatakayokuja yenye kuchukiza na mabaya. Lakini pia Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami naye pia anasema hadithi hii ni kanuni min qawaid al-Islam, ni msingi katika misingi ya Uislamu. Kwa maana lau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingetufundisha hadithi hii, leo hii tungekuwa tuna mpasuko mkubwa katika dini yetu. Mambo mengi sana yangekuja, yangezushwa na yangeanzishwa. Lakini kuwepo kwa kanuni katika dini hii inatueleza kwamba al-Islam, Uislam, itibaa, ni kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na watu wema waliotangulia, sio kuanzisha. Uislamu unataka kufuata na sio kuanzisha. Hivyo basi, kwa mantiki hii wanawachuoni hapa wakagawanyika. Kugawanyika huko ikawa ni faida kwetu sisi tuweze kusoma na tuweze kujua zaidi. Mgawanyiko upo vipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema man ahdatha, mwenye kuzusha, ina maana mwenye kuleta jambo jipya, jambo ambalo halipo wala halikuwahi kutokea. Hapa wanawachuoni wa kwanza wakaleta tafsiri ya kisheria, tafsiri ambayo inaendana na hadithi nyingine ambayo imeisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hadithi ndefu ya kwamba kullu bid'atin dhalala, kila litakalozushwa litakuwa la upotevu. Wao wakasema jambo lolote litakalotokea, litakaloletwa ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala maswahaba hawakulifanya, basi jambo hilo litakuwa ni la upotevu. Na wakalazimisha au wakawajibisha kila Muislamu kujiepusha nalo na kukaa nalo mbali na kuachwa mara moja jambo hilo, ili lisije likaleta utofauti kwa Waislamu. Lakini kundi la pili la wanawachuoni wengine ambao wao wakalitafsiri neno hilo bid'a, tunaweza kulisema kilugha, walienda mbali zaidi, na tutataja wanawazuoni baadhi ambao wamegawanyika. Wanawazuoni wa mwanzo ambao walisema kila jambo litakalozushwa ni baya na halifai kufuatwa ni wakubwa. Miongoni mwa hao yupo Imam Malik bin Anas, yupo Imam Ahmad bin Hanbali, wanawachuoni wa sasa Al-Uthaymin, Albani na wengineo wengi. Yani ni kundi kubwa la wanawachuoni. Na kundi la pili ambao wametafsiri na wamesherehesha neno hilo kilugha ni wengi pia, kama Imam Nawawi, Imam Shafi'i na wengineo. Wao wakasema kilugha neno bid'a limekuja hata katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakatolea mifano katika Qur'ani imekuja mara mbili, katika suratul Baqara aya ya 117
lakini pia imekuja katika surat Al-An'am aya 101. Na maneno haya katika Qur'ani yanafanana, isipokuwa mwanzo wake na mwisho wake ndio yanatofautiana. Mwenyezi Mungu aliposema katika suratul Baqara, badi'us samawati wal ardh wa idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, kwamba hapa tamko lilokuja la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni badi'u, ni neno ambalo mzizi wake ni bid'a, kwamba ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye aliyevumbua na yeye ndiye aliyezusha kwa mara ya kwanza. Hakuwahi kupatikana mtu au kitu chochote kuletwa mfano wa mbingu na ardhi. Hii ni kuonyesha kwamba hili neno kilugha lina maana pana sana. Kwa hiyo wao wakaegemea katika tafsiri kama hiyo na kutumia kilugha kueleza kwamba bid'a ni jambo kubwa. Kisha wakasema huenda bid'a ikaja ikazalisha mambo mengi. Mambo hayo yakawa baadhi yao mazuri, mengine yakawa mabaya. Kimsingi tunapata kuona hapa wanawachuoni wakalieleza ili jambo kwamba kuna bid'a madhmum na kuna bid'a mahmud, kwamba linaweza likapatikana jambo la kuzushwa zuri likafaa watu kufuata, na linaweza likaitwa jambo la kuzushwa baya na lisifae watu kufuata, na wakatoa na mifano. Na istoshe pia baadhi ya wanawachuoni katika kundi hili la pili ambao wamelieleza jambo la bid'a kisheria, wapo waliofika mbali wakaligawanya neno hili mpaka katika mafungu matano. Miongoni mwa wanawachuoni wao ni Al-Izz ibn Abdissalam. Huyu pia ni mwanawachuoni mkubwa wa fiqh. Yeye amegawanya bid'a katika hali tano. Hii yote kuonyesha kwamba hili jambo linaweza likagawanyika sehemu nyingi, likawa lina faida na likawa lina hasara zake. Lakini tuchukue sehemu katika sehemu ambazo tunaweza tukapeana faida. Jambo la kwanza kabisa ambayo mwanawachuoni huyu amesema bid'a inaweza ikawa bid'a mandub, yani bid'a nzuri. Kivipi? Akasema mfano kama hivi sasa tunaweza tukawa tunaweka mashindano ya watu kuhifadhi Qur'ani, kuisoma. Jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, lakini hivi sasa ni katika mambo yaliyoletwa, yaliyozushwa, na ni mambo mazuri ambayo vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu na rika lolote wanafaa kufuata na kuchukua na kuhifadhi na kuliendeleza. Kwa aligawanya katika mambo matano. Aliweka katika jambo la munkarati ya kuchukiza, aliweka katika mambo mubah. Mfano kama munkarati, alisema hivi sasa katika misikiti huenda ukakuta msikiti umepambwa vitu vingi kiasi kwamba hata yule mwenye kuswali akawa amechanganyikiwa, anatoka katika swala yake kwa kushangaa yale mapambo. Hii yote ni kuonyesha kwa maneno hili la bid'a au hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikusudia kwamba jambo litakalozushwa lakini likaenda kinyume na misingi ya dini ya Kiislamu basi linafaa kurudishwa. Isitoshe pia hapa tunaweza tukajifunza mambo mengi kabisa katika dini yetu ya Kiislamu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitukamilishia dini yetu. Hakuna jambo ambalo kwamba lilisahaulika. Na hii pia ni kuonyesha kwamba dini yetu ipo katika utaratibu maalumu. Na wanasema wanawachuoni kwamba ibada zipo katika hali mbili. Yani ibada katika uchamungu ipo katika hali mbili. Kuna ibada na kuna muamala, mambo ya kuamiliana kama mikataba na kuvunja mikataba na mengineyo. Sasa haya mambo yote yapo katika utaratibu maalum. Yani sisi leo tukitaka kuswali lazima tufuate mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyofundisha namna ya kuswali. Leo hii pia tukitaka kufunga lazima tufuate taratibu alizotufundisha Mtume Muhammad, kwamba kufunga itakuwa hivi, tutatiania wakati huu. Hatuwezi sisi kuja kuleta kinyume. Na ikitokea ukaja ukaleta kinyume, wewe umekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni katika ibada. Lakini je, vipi katika mambo mengine ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuyaeleza, hakuyafundisha? Imekuja katika Qur'an katika suratul Hashr, Mwenyezi Mungu anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kama Mwenyezi Mungu anatuambia yale ambayo amekupeni mtume yachukueni, yafanyieni kazi, yatekelezeni. Lakini yale ambayo amewakataza, limekuja tamko hilo, yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyakataza, basi sisi tuyaepushe. Hapa pia ikapatikana hoja kwa wanawachuoni ya kwamba lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetumia neno wama taraku fantahu, na yale ambayo Mwenyezi Mungu na yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuyafundisha, aliacha, basi yaepukeni. Lakini amesema maana hakum anhu, na aliwakatazeni, yaacheni. Kwa hapa ukapatikana uwazi. Huenda kuna mambo baadaye tukaja tukayaleta yakawa yana faida katika jamii, lakini ni mambo ya kuzusha. Ili tuweze kuelewana vizuri, ndugu zangu Waislamu, katika hadithi yetu ya leo ni kuhusiana tuweze kuwa na insaf. Wewe mzungumzaji kama mimi
ambaye unazungumza labda katika media kama hivi, au wewe ni imamu, ni shekhe ambaye unafahamu fika, watu wanakaa na kusikiliza, utakapozungumza hadithi hii, utakapotoa mawaidha kuhusiana na hadithi hii au na hadithi nyingine inayofanana kama hii, basi kuwa na insaf, uweze kueleza hali za wanawachuoni katika pande zote mbili, ili tusiweke chuki kati yetu. Hivi sasa ndugu zangu Waislamu, imefika katika hatua tunaitana mushriki kwa sababu tu huyu labda ni mtu wa maulidi, huyu anasoma hitima. Yani tumefikia hatua tunatoana katika Uislamu, na hili ni jambo kubwa kabisa, na hili ni jambo zito kwa sababu linatugawanyisha sisi kama Waislamu. Na ndio maana la hii Uislamu tunashindwa kuwa pamoja na kuendeleza na kupanga mambo ambayo yatatusaidia sisi kama Waislamu, mahospitali, mashule, kwa sababu sisi wenyewe hatuweki umoja. Kwa ndugu zangu Waislamu, narudia tena, wewe kama mzungumzaji, mwalimu, shekhe mkubwa ambao unafahamu watu wanakufuatilia, ni vizuri kuweka bayana katika hali mbili za wanawachuoni, kwamba jamani, kuna upande wanasema hivi na hoja zao ni hivi, na kuna upande wanasema hivi na hoja zao ni hivi, ili watakao kuwa wanasikiliza wao kwa fahamu zao, basi watafute njia ambayo kwamba itakuwa nzuri kwa upande wao. Tusiweke makundi, tusifarakiane. Tunaweza tukafanya jambo tukaliona ni jepesi, lakini ndio jambo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo gani? Miongoni mwa mambo ambayo tunayafanya hivi sasa ni kuua udugu wa Kiislamu. Hivi sasa Muislamu anaweza, kuna misikiti asiswali kabisa, japokuwa ibada ya swala ni ile ile, lakini bwana, hawa ni salafi, au hawa tunaitana yeye makhurafi, ni watu wa bid'a. Hili jambo ni jambo baya kuliko tunavyofikiria. Kwa lazima tuwe sawa, lazima tufikishiane, lazima tupeane tahadhari na tuweze kurudi katika njia moja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema katika hadithi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mwalimu wetu. Baada hapo ni maswahaba ambao wao ndio tunataka tufuate kauli zao na mafundisho yao. Baada hapo tunafuata watu wema, tabi'ina, wale wote jinsi walivyozielewa hadithi na Qur'ani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zake, na kuzifafanua. Kwa sisi tuwafuate watu hao, tuweze kuepuka kutengeneza makundi na mipasuko. Hivi sasa kuna makundi makubwa yanakuja ambao wao hawafati wala hawataki kufuata taratibu za dini. Kama tulivyosema, Uislamu itibaa ni kufuata, sio kuanzisha. Kuna makundi mathalan wanajiita Qur'aniyun, wao wanasema sisi bwana tunasikiliza Qur'ani tu, hatufuati kitu kingine chochote. Ina maana hadithi za Mtume, ina maana akwali za maswahaba na watu wema wote wanazikataa. Sasa unaweza kujiuliza, watu hawa vipi swala yao itakuwa? Maana uwezi ukakamata aya katika Qur'ani inayoeleza utaratibu wa swala, au uwezi ukakuta aya katika Qur'ani inaweka utaratibu jinsi wa kutekeleza ibada, mathalan kama vile ibada za kutia udhu na mengine mengi. Sasa makundi kama haya yanayokuja kuzushwa, yote ni kwa sababu sisi Waislamu hatuna umoja. Kutokana na hadithi kama hizi, kila mtu anataka watu wote tufuate kwa uelewa wake. La, Uislamu upo hivyo. Ndugu zangu Waislamu, kule kupishana mawazo na fahamu ni rehema kwetu sisi. Al-ikhtilaf ni rehema kwetu sisi. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wa Mtume, hao ni maswahaba, Mtume aliwaambia msiswali mpaka mtakapofika katika kijiji fulani. Na kweli kundi kubwa la maswahaba lilitoka likielekea katika kijiji hicho, lakini njiani, kabla hawajafika katika kijiji hicho, ulifika wakati wa swala. Wakati wa swala ulipofika, maswahaba ikabidi sasa waambie, jamani, muda wa swala umefika, na kama mnavyojua, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kwamba hakika swala kwa waumini ni jambo lililowekewa wakati, kwa hiyo tuswalini hapo kwa sababu wakati wake umefika. Kundi lingine likatoka sema, la, Mtume alituambia tusiswali mpaka tutakapofika katika kijiji fulani. Kwa hiyo tukiswali tuko tumekataa au tumepinga amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wakasema hapana, Mtume alikusudia tuharakishe, tuchangamke njiani, tusizembee. Lakini hapa tunachokusudia kukisema, ndugu zangu Waislamu, yalipatikana makundi mawili. Baadhi waliswali sehemu hiyo, wengine mpaka walipofika katika kijiji ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wafike. Kisha waliporudi kwa Mtume wakampa habari kwamba Mtume, ilikuwa hivi, tukafika sehemu fulani tukapishana. Mtume aliwaambia nini? Mtume aliwaambia, nyie wote mmepatia na hakuna aliyekosea. Na hapa ndio na sisi tupate njia ya kupita. Ikitokea tumepishana katika kauli, katika fahamu, hiyo ni rehema kwetu sisi. Sio uwe mtihani tukaanza kupigana, tukatukanana. Hapana, tushike njia ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishika kwa maswahaba zake wote, aliwaambia mpo sawa na hakuna aliyemtia motoni,
wala hakuna aliyemwambia wewe ni mushrik. Wote aliwaunganisha, nyote mpo sawa. Na sisi tushike njia hiyo hiyo. Yule ambaye kwamba anaona kuna baadhi ya mambo yaliyozuka ni mazuri na yanafaa, basi amuheshimu yule ambaye kwamba anaona kuna baadhi ya mambo yamezuka na hayafai, ili sote tushike njia moja na sote tuweze kuifikia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye kiigizo chema, yeye ndiye kioo chetu, na yeye ndiye anayepaswa kufuatwa na kuigwa. Ndugu zangu Waislamu, tunakumbushana tena, msisahau kufuatilia vipindi vitu bora vinavyopatikana katika channel pendwa ya Rabta TV, na usisahau kusubscribe ili uwe wa mwanzo kupata kila kipindi kipya kitakachopatikana. Mwenyezi Mungu atutie nguvu, Mwenyezi Mungu atujalie tuzikutana tena katika kipindi kingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.